Bwana, wakati Simba Sports Club wakiwa wanatarajia ujio wa mwalimu Steve Barker, miongoni mwa taarifa ambazo zimekuwa zikienea kuanzia siku ya leo kwa kiasi kikubwa sana ni kwamba miongoni mwa watu ambao watakuwa kwenye benchi la ufundi la Simba Sports Club chini ya Steve Barker ni pamoja na mdogo wake na Fadlu Rahman Davids ambaye anafahamika kama Mahir Davids. Sasa pengine kuna baadhi yetu ambao labda tulikuwa hatujui kama huyu labda ni kocha, au pengine kuna wengine walikuwa hata hawafahamu kama Fadlu alikuwa na mdogo wake, lakini kufikia kwamba Fadlu ana mdogo wake ambaye amemzidi takriban miaka minne, anaitwa Mahir Davids, ana umri wa miaka 39. Huyu bwana amekuwa msaidizi katika vilabu tofauti tofauti na predominantly amekuwa msaidizi wa muda mrefu hivi sasa wa mwalimu bora zaidi unaweza kusema katika soka la Afrika kwenye upande wa mataji na kwenye ushawishi kwa ujumla, Pitso Mosimane. Pitso Mosimane mwenyewe wasaidizi wake pamoja na yeye huwa anawarifaa kama ni the dream team, kwamba ni hii ndo timu ya ndoto. Na katika timu ya ndoto ambayo inasimama kwenye benchi la ufundi la Pitso Mosimane, miongoni mwa watu ambao huwa wanaaminiwa na wanakuwepo hapo bila wasiwasi wowote ni Mahir Davids, mdogo wake na Fadlu Davids. Sasa unaweza kujiuliza pengine Simba Sports Club imekuwaje labda kwa Mahir na kila kitu. Kwanza kiufundi, kwenye namna ambavyo anautazama mchezo Mahir Davids haina tofauti na ilivyokuwa kwa Fadlu Davids. Yaani namna ambavyo approach ya Mahir Davids ipo kiufundi kwenye namna ambavyo anaandaa mikakati, namna ambavyo anayaendea mazoezi, kiufundi kila kitu. Kwa kiasi kikubwa sana misingi yake ya kufundisha na ya kutazama mchezo wa mpira wa miguu haina tofauti na kaka yake Fadlu Davids. Katika hali ya kawaida unapokuwa na mtu kama huyu ambaye anaendana kiasili ama kwenye misingi na kocha ambaye alishawahi kupita ambaye of course ni kaka yake, maanake kunaweza kukawa kuna namna ambavyo Simba wakawa kwenye utaratibu wa kurudisha baadhi ya vitu ambavyo pengine kuna wachezaji wengi walikuwa wameshaanza kuvijenga ama kuvizoea mwanzo wa msimu kupitia mtu ambaye anauelewa na anauangalia mchezo kama mwalimu ambaye aliwahi kuwepo ambaye ni Fadlu Davids. Hilo la kwanza. Lakini kingine, kitu ambacho hakipingiki ni kwamba kitendo cha kuwa msaidizi wa Pitso, tena msaidizi wa kuaminika, hicho ni kitu ambacho kinakuonyesha ni kwa kiasi gani huyu ni mwalimu ambaye anaonekana ana potential kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu role yake huyu Mahir Davids alipokuwa chini ya Pitso Mosimane ni kwenda kutafsiri na kuakisi maono ambayo Pitso alikuwa nayo. Pitso ni katika wale walimu ambao tunasema yuko more pragmatic, anacheza zaidi na saikolojia za wachezaji, anacheza zaidi na fikra zenu, kwamba kushinda at all cost, mentality zaidi, man management. Mtu kama Mahir Davids ndo anakwenda kwenye ule ubao sasa, anakuwa kama ndo amepoa zaidi. Pitso kuna muda anakuwa kama ni mtu ambaye anawaka kweli, hasa kwenye upande wa saikolojia za wachezaji, kuandaa kushinda kwa gharama yoyote, namna ambavyo mnatakiwa muziendee mechi kwa kutumia zaidi utashi, kwa kutumia zaidi matamanio yenu, mipango ambayo inahusisha zaidi saikolojia. Then unakwenda kukutana na Mahir Davids ambaye ni msaidizi wake, ambaye yeye anakwenda sasa kuwatuliza zaidi kiufundi kwenye ubao, kwenye mikakati gani ya kuiendea ili muweze kutimiza kile ambacho Pitso anakuwa anakitaka. Na Pitso kwenye safari yake hasa kwenye bara la Asia hajawahi kwenda kwenye klabu bila ya kuwa na mdogo wake Fadlu Davids ambaye anafahamika kama Mahir Davids, kuanzia Al Ahli mpaka Al Wahda mpaka Abha mpaka Istiqlal ya pale Iran. Hivi vilabu vinne vyote kutoka katika bara la Asia, Pitso Mosimane alihakikisha anakuwa naye Mahir Davids. Sasa taarifa zinadai kwamba huyu atakuwa miongoni mwa wasaidizi wanne ambao Steve Barker atakuja nao kutoka Afrika Kusini. Kuna taarifa zinadai kwamba kuna wasaidizi wanne Steve Barker atakuja nao, miongoni mwao anayetajwa ni Mahir Davids. Kitendo cha kuwa msaidizi wa Pitso pengine inapaswa kuambia kila kitu. Kwanza ni mtu ambaye anaaminika kwa kiasi kikubwa sana. Kama nilivyosema mwanzo, huyu anashika leseni ya UEFA, maana yake amesoma Ulaya. Pia anaonekana kama kaka yake kwenye namna ambavyo anajaribu kutafsiri mchezo katika namna ya kizungu zaidi, yani kwamba video analysis anaiamini sana, anaamini sana katika kufuatilia data na kila kitu kama ilivyokuwa kwa Fadlu. Kwa hiyo ukijaribu kutizama hapo unakwenda kumtafuta mtu kama Steve Barker ambaye anakuja na mikakati zaidi ya kujaribu kuitengeneza timu kwenye upande wa muundo na kila kitu, kisha anakwenda kuambatanishwa na mwalimu kama Mahir Davids ambaye anakuja zaidi na zile falsafa za kisasa, anakuja na ule usasa na kila kitu. Ukitengeneza huo mchanganyiko hapo
unaweza ukawa unaona kwamba kuna akili ambazo zinaweza zikaenda zikakutana zikafanya kazi vizuri. Kwa hiyo ndio habari iliyopo. Mahir Davids, mdogo wake Fadlu Davids, taarifa zinadai kwamba atakuwa ni sehemu ya benchi la ufundi litakalokuwa chini ya Steve Barker. Huyu amekuwa msaidizi wa muda mrefu wa Pitso Mosimane, lakini Pitso sio mwalimu pekee, amekuwa pia msaidizi chini ya walimu kadhaa Afrika Kusini ambao wana wasifu mkubwa. Kwa hiyo peke yake inapaswa kuonyesha ni kwa kiasi gani huyu ni mwalimu ambaye ana mawazo makubwa, ceiling yake kama msaidizi ni kubwa sana. Kwa hiyo maarifa yake kuja kupatikana kwenye benchi la Simba chini ya Steve Barker ni moja kati ya statement kubwa ambazo Simba wamezifanya kwenye benchi lao.